Piga mwingi naona tu asilimia, naweza ngamba asilimia 95 by the way. Unajua japokuwa labda watu wanaweza wakamhukumu kwenye maamuzi yake ya kadi ya kutotoa kadi. Kwa mfano kuna incidents ambazo ilichezwa tactical fouls na Damaro Kamara kwa Libase Ge, nafikiri ilipaswa pengine kuwa kadi, lakini kuna tukio ambalo Yusuf Kagoma pia alilifanya. Lakini hayo ni mambo madogo sana ambayo hayawezi kumpunguzia credit ya yeye kuonyesha kwamba amefanya vizuri. Kuhusu incidents za offside, mimi nafikiri ni changamoto, kwa sababu hata huko barani Ulaya isingekuwa VAR watu wangekuwa wanafunga sana mabao ya offside na watu wangekataliwa sana mabao ya halali kwa sababu ya kigezo cha offside. Kwa hiyo ni kitu kigumu, sababu yule line 1 au 2 anapaswa atizame mambo mawili kwa wakati mmoja. Atizame wakati mpigaji wa mpira anaachia mpira, alafu naye atizame pia nani amezidi, kwa sababu muda mwingine kuna mtu anaweza akawa amezidi maksudi kwa sababu anataka kufanya kama cheat code, alafu kabla mpira haujatoka anakuwa anarudi anaua offside. Sasa hiyo muamuzi anaweza akachanganyikiwa, umeelewa, kwa sababu anabidi awe makini mno na nini, na hata huo makini wenyewe unaweza ukakupelekea sasa ukakosa kuamua vizuri baadhi ya matukio. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio maana nikasema kwamba kwa upande wangu mimi jana waamuzi walikuwa, ukitoa hayo matukio mawili ambayo ni kawaida kwenye football, ni makosa tu ambayo naweza ngasema haya sasa yanaonyesha ni makosa ya kibinadamu, kwa sababu yametokea pande zote na hakuna mnufaika mmoja ambaye umesema huyu amenufaika sana na nini, kwa sababu yote yametokea. Tumalize na hili kwa upande wako sasa, Young Africans sana madhaifu yao umeona wapi? Maana watu wameanza kuzungumza pia kama ni Yanga hivi sajili zao pia sio bora sana ambazo wamezifanya. Unajua of course Yanga wamekuwa wakiongeza sana wachezaji kwenye madirisha haya. Sio mimi, tunafikiri hata hadi Manara si alizungumza bwana, mwana Yanga mwenzao. Yes, kwamba wachezaji wanasajiliwa. Na mimi narudi huku tu kwamba kwenye swala la usajili ni swala la kiufundi. Unajua shida kubwa ni kwamba sisi usajili tunauchukulia kama ni swala la kimazoea. Yaani sisi ni fashion. Yaani kwamba wewe unaweza ukaishi hapa Tanzania hata miaka 20 mbele, utakuwa mtu mzima sana, pengine ushazeeka hapo, ukashangaa bado tu hiyo miaka hiyo yote bado tu mashabiki ikifika dirisha la usajili wanataka wachezaji wapya na wengi waachwe. Wanafurahi. Yaani wao wanataka kwamba kila dirisha mashine inakuja, mashine mpya hiyo. Mashine mpya. Yaani hakuna mtu atakayekuja kuquestion kwamba kwa nini kila dirisha wachezaji wanaachwa 5 6. Yaani hakuna atakayekuja kuquestion. Matokeo yake ndo haya. Unaletewa Ekua, unaletewa Zui Dumbia, unaletewa Balakonte, unaletewa Andy Boyeli. Mwisho wa siku dirisha miezi 5 6 wanaachwa. Wakiachwa pale katemwa panga toa huyo. Hakuna mtu anaye-criticize kwamba kwa nini hawa walisajiliwa, nani alikuwa anahusika kwenye kufanya analysis ya kitu gani kimepungua ndani ya timu, hawa walikuwa wanahesabika vipi kama wanaweza kuongeza kitu na vitu vingine. Na ndio maana kuna vitu vingine hata vya ajabu mtu anashangilia, Okelo amepokonywa na Simba, tumwapokonya Simba. Na kawa yake tumwapokonya Simba. Sasa wajiuliza huyu mtu. Yaani usajili ni kitu ambacho kinahusisha utaalamu ndani yake. Umeelewa? Kuna mambo mengi ambayo unatakiwa ufanye covariance analysis. Timu yangu ina shida gani? Huyu mchezaji ana strength gani? Huyu akikutana na huyu watatoa kitu gani? Sasa wewe unachukua tu, kuna mchezaji mzuri yuko Kongo lete. Sasa usajili hauwezi kwenda hivyo. Na ukishauri wanakutukana. Unaelewa? Mwisho wa msimu akitemwa wanaanza kushegea lete mwingine, wanataka wasifie. Sasa hatuwezi kwenda hivyo. Umeelewa? Lazima uwajibikaji unaletwa na ukosoaji. Unaelewa? Ukosolewa unafanya vizuri. Yes, na of course haya ndo mambo haya sasa wanaletwa kina Ekua, kina nani, miezi mingapi wanaachwa, inaitwa rundo hapo, automatically club imesha ingia hasara. Maana kuwasajili fedha, kuwatemwa una compensate mkataba wao. Umeelewa? Wengine mpaka wanafika tu wanaenda wanadai madai yao, wanaenda wengine wanasamee tu.
wengine wanaenda mpaka FIFA kulalamika. Kwa hiyo mwisho wa siku ndo tunarudi pale pale kwamba ikitokea klabu inatumia utaalamu kwenye usajili, basi inawezekana ikatokea ndani ya miaka 2-3 wachezaji wakasajiliwa 5 tu au 6. Lakini sasa shida ni kwamba pia hivi vilabu vya wanachama na wanachama wapo aina mbalimbali, na ili uonekane wewe kiongozi bora inabidi lazima uwaridhishe wanachama, na kuwaridhisha ndo kama hivyo. Wewe dirisha lete mashine tu, wewe lete mchezaji wote afu wewe sema hii mashine baraji kiongozi wewe anajua mashine kutoka Kamerun. Basi ndo sasa mwisho wa siku ndo hivyo basi. Lakini mimi nafikiri ni wakati tuanze kuwazoesha taratibu wa mashabiki zetu kwamba hichi kinakuwa hivi, mpira upo hivi na nini. Unajua wao sio kwamba ni vibaya. Unajua muda mwingine hata wachambuzi ambao tunakuwa tunatoa maoni, kama tunatoa maoni katika njia ile ile kila msimu, mashabiki nao ndo wanakuwa yani ni kama wachambuzi ndo kama walimu kwamba ukifundisha hivi wanafunzi wako ndo wanachukua hivyo hivyo. Sasa kila dirisha huyu mzuri huyu fulani mzuri mwisho wa siku nini alafu sasa akifanya vibaya hutaki kusema kwa sababu tayari mwanzo ulimsifia. Kwa hiyo inachotokea ni kwamba utabidi uendelee tu hivyo hivyo bana. Kwa hiyo utapik tukio, na ndio maana tunachambua tukio. Alipiga pasi fulani hivi umeelewa? Sasa hiyo mimi binafsi of course kwa sasa hautakuwa utaratibu wangu inshallah. Mimi nitakuwa na direct vitu vitatu: mchezaji ubora wake pamoja na udhaifu wake. Huyo mchezaji akiingia kwenye timu ataleta nini, kwa sababu mwisho wa siku makocha wanaonewa tu. Menelewa, kwa mfano kina Pantev wao wameondoka kwa sababu ya false 9. Mashabiki hao false 9 ya nini? Miezi kadhaa mbele false 9 inatumika kwenye dabi. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo mpira ni sayansi ambayo si kila mtu ataielewa. Kinachohitajika ni watu kuwa na akili, waache kuwa maarmchair coaches. Yani maarmchair coaches ni makocha wa vijiweni, ndio tunaitwa maarmchair coaches kitaalamu. Yeye hajui mpira, lakini anavyoongelea kama vile yeye ni kocha. Sasa hiyo haiwezekani. Kocha anatakiwa afanye hivyo, afanye. Ukimuuliza sababu ya kufanya hivyo hajui. Anapenda tu mwenyewe. Kocha afukuzwe kwa misingi gani hajui. Sasa ukiendesha klabu kwa kusikiliza maoni ya watu ambao si wataalamu, vitu ambavyo vinahitaji utaalamu, wewe unasikiliza maoni ya mtu ambaye si mtaalamu, of course mwisho wa siku utakuwa unafanya kwa kuwaridhisha wao, lakini timu haisongi mbele. Yule bwana, mimi nikushukuru kwa siku ya leo. Haya, asante sana, nashukuru.